Tuna kila sababu ya kuendelea kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan inavyoendelea kuboresha miundombinu ya elimu kwenye vyuo na vyuo vikuu hasa ndani ya mkoa wa Mbeya. Tumpigie makofi mengi Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunafahamu serikali yetu inaendelea kuwekeza kwenye vyuo hivi vya kati, hasa vyuo hivi vya ufundi. Ukiangalia kwenye sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2023 imezungumzia swala la uanzishwaji wa elimu ya amali, ambapo ndio elimu hii ambayo tunaizungumzia, ambapo leo tumefika kwenye chuo hichi cha maendeleo ya wananchi Nzovwe, ambapo vijana wenzetu mnaendelea kujifunza mambo mbalimbali. Mnaendelea kujifunza mambo ya uwashi, mnaendelea kujifunza mambo ya ufundi, mnaendelea kujifunza elimu ambayo ukitoka hapa una uwezo wa kwenda kujiajiri. Ndio maana serikali yetu hiyo hiyo, kwa sababu imeendelea kuwekeza kwenye vyuo hivi vya kati, imeendelea kuboresha miundombinu na kuhakikisha inaendelea kujenga vyuo vya VETA nchi nzima kwenye kila wilaya. Na ndio maana kwenye wilaya yetu ya Mbeya vijijini tunacho hichi chuo cha maendeleo ya wananchi Nzovwe ambacho kinaendelea kutoa elimu hii. Sasa serikali kwa sababu inaendelea kuboresha hii miundombinu, lakini baada ya hapa mnaenda wapi? Si ndio? Ndio ile mnaanza kulalamika changamoto ya ajira. Lakini serikali yetu ilivyo sikivu imeleta mpango wa kuhakikisha tunakuwa na mahusiano kati ya vyuo na viwanda. Kwa hiyo tukiwa na mpango kati ya vyuo na viwanda, tunajua vijana wetu kwenye chuo fulani, kwenye chuo cha maendeleo ya wananchi Nzovwe, wanaosoma fani fulani, wanamaliza chuo, tunawaunganisha na kiwanda fulani. Tunatamani pia Mbeya vijijini, ikiwemo na chuo hichi cha maendeleo ya wananchi Nzovwe, wawe na ule mpango ambao serikali imeuanzisha. Baada ya vijana wenzetu kuwa wanatoka kwenye hivi vyuo, basi tuone wengine wakiwa wanaenda kwenye hivyo vyuo vya simenti, vyuo vya UFresh ambavyo vinaendelea kuanzishwa na wadau mbalimbali, ili sasa vijana wenzetu wasio wanapatwa na hiyo changamoto ya kulalamika kwamba kuna ukosefu wa ajira, kwa sababu elimu wanayoipata hapa ni elimu ambayo moja kwa moja inakuwa ina soko la ajira. Lakini ndugu zangu, ni lazima tuambizane ukweli kwenye kila jambo. Yani tunasema maendeleo ni mchakato. Ndio maana leo hii hichi chuo kimeanzishwa, inawezekana kina majengo machache. Kwa hiyo hapo baadaye majengo yatakuwa yanaendelea kuongezeka, wanafunzi pia wanaendelea kuongezeka. Kwa hiyo serikali yetu na sisi pia inaendelea kufanya michakato ya kuhakikisha nchi yetu inakuwa na nini, inakuwa na maendeleo. Sasa wamefika baadhi ya wenzetu au vyama vingine wanaendelea kuibeza serikali, wanaendelea kuwabeza viongozi wetu kwamba hakuna kinachofanyika. Lakini mbali zaidi, wameona sasa haitoshi, wameanza na operation ambayo wanazunguka kwenye vyuo na vyuo vikuu, na tunaambiwa kwamba na Mbeya watakuja. Sisi Mbeya tumechagua maendeleo, waje watatukuta, lakini wakae wakitambua kwamba vijana wa vyuo na vyuo vikuu ndani ya mkoa wa Mbeya, sisi tumechagua kumlinda, tumechagua kuisemea na tumechagua maendeleo ndani ya mkoa wetu wa Mbeya, na tumeridhishwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo nimekuja kuwatia shime, lakini na kuwaomba vijana wenzangu wa vyuo na vyuo vikuu, hasa chuo hichi cha tawi la maendeleo ya wananchi, msije mkarubunika kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan haifanyi kitu. Ingekuwa haifanyi kitu, na maana leo hii pasingekuwa na chuo hichi cha maendeleo ya wananchi, kwa sababu wote tunaona na wengine ni wageni na majengo haya ni mapya. Serikali inawekeza fedha nyingi kuhakikisha inaendelea kumkomboa mtoto wa Kitanzania, hasa kwa kuendelea kumpatia elimu ambayo itamwezesha yeye kesho na kesho kutwa, ili aweze kuajiriwa na ikiwezekana ajiajiri na yeye mwenyewe. Viva vijana, viva! Viva vijana, viva! Lakini jambo lingine ndugu zanguni ambalo tumekuja na ambalo limetuleta hapa la msingi kabisa, tunafahamu wakati tunaendelea kusoma, lakini tunaendelea kufanya na shughuli zetu za kisiasa, ambalo ni jambo la kawaida kabisa, kwa sababu viongozi wanaandaliwa huku kwenye vyuo. Kwa hiyo tumekuja ndugu zanguni, kwanza kufungua tawi kwenye chuo hiki cha maendeleo ya wananchi Nzovwe, ambalo tawi hilo sasa litakuwa nje ya chuo hichi, ambapo mlezi sasa mtakuwa na mwenyekiti wetu huyu wa kata, ndugu yetu Mwakimbwala, ambaye atakuwa anaendelea kuwalea. Kwa hiyo tunaombeni sana mtaendelea kuwapa mshikamano
Lakini pia walimu ambao mko hapa, tunaombeni sana muendelee kuwalea hawa vijana wenzetu, kwa sababu ndio wanakuwa, tukiangalia umri wao wenyewe ni mdogo, lakini wengi wanakuwa na ndoto za kuwa viongozi hapo baadaye. Tunatamani ndoto zao zianzie hapa kwenye chuo hiki cha maendeleo ya wananchi Nzovwe. Hapo vipi? Hapo sawa. Kwa hiyo naamini kabisa watakapokuja wale wenzetu wa vyama vingine, watakapokuwa wanakuja kuwarubuni, mtakuwa mnajua nini cha kuwaambia na chama gani ni sahihi kwa sasa nchini Tanzania. Mwenyekiti, sisi tunakushukuru, bila shaka vijana wamekuelewa kuhusiana na kulinda amani ya nchi yetu na kutumia mitandao vizuri, na bila shaka vijana wenzetu wa kule Dodoma kuna msemo waliuanzisha wa never again, kwamba yale yote yaliyotokea nyuma basi hatutaki kuyaona tena katika kipindi kijacho. Bila shaka vijana wetu wa ndani ya hiki chuo cha maendeleo ya wananchi Nzovwe tutaungana na vijana wetu wa Dodoma ambao walianzisha msemo wa never again. Hatutaki yale yote yaliyotokea nyuma yatokee tena kwenye jimbo letu, kwenye nchi yetu hii ya Tanzania. Kwa vijana wenzangu, bila shaka mtakuwa pamoja na sisi vijana wenzenu ambao hatutaki kabisa yale yaliyotokea hapo kipindi cha nyuma yatokee tena, kwa sababu yalipoteza ndugu zetu, yalipoteza marafiki zetu, na baadhi ya wengine mpaka leo hii wanakuta wanaogopa, wana ile hofu, na Tanzania tukizoea hayo mambo. Kuona sisi tuungane na vijana wenzetu wale wa kuwa never again, yale yaliyotokea na yeyote atakaye kuja kwa ajili ya kutushawishi kwamba turudi kule nyuma ambako tulitoka, basi tumpinge na tuyakatae kwa nguvu kubwa.